njia ya ushindi dhidi ya nguvu za giza. Namba moja ni kumpa Yesu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Katika kitabu cha Warumi ile sura ya 10 kama sikosei, Warumi sura ya 10 fungu la 9 kwenda la 10, si ndio? Asema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Soma hapo. Yes. Warumi 10 mstari wa 9 unasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa ni Mungu, yes, alimfufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10. Ngoja. Hivi anasema sawa? Ya kuwa ni Mungu alimfufua, si ndio? Ndio. Biblia yako imeandikwa hivyo, si ndio? Amen. Ya kuwa ni Bwana. Okay, endelea. Alimfufua katika wafu? Alimfufua katika wafu, utaokoka. Utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa moyo. Na kwa kinywa hukiri. Hata kupata wokovu. Kwa hiyo moja ya njia ya ushindi dhidi ya nguvu za giza, mpe Yesu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Mkiri Yesu kwa kinywa, muamini moyoni, ushindi utapatikana. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa, haleluya. Lakini ikasema njia ya pili ama hatua ya pili, tubu dhambi. Kipengele hiki cha pili kimekuwa tatizo kwa wengi. Hawako tayari kutubu dhambi. Nini maana ya kutubu dhambi? Kutubu dhambi ni ile hali ya kuyakiri makosa, kuyajutia, kuyajutia mbele za Mungu na kuamua kuyaacha. Kukiri kosa, kulijutia na kuamua moyoni kutofanya tena hayo ambayo yamekupelekea uwe hivyo. Kwa hiyo unaamua kuacha. Kwa hiyo kutubu kwa ufupi ni kugeuka kutoka ulikokuwa unaelekea. Sasa unageuka, unaelekea uelekeo mwingine mpya. Ndio maana Yesu anasema yeye Yesu ni njia ya kweli na nini? Na uzima. Kwa hiyo unaacha uelekeo ulikokuwa unaelekea, sasa unageuka na kumfuata Yesu. Bwana Yesu na apewe sifa. Kwa hiyo wengi hawana toba, ila wana masikitiko, ila wana majuto. Toba hawana. Kwa lugha nyingine, hawajageuka, hawajaridhia kuiacha ile dhambi. Wanafananishwa na mbwa anayetapika na kisha anarudia kuyala yale matapiko. Na hawa ndio wale ambao wanaahidiwa kwenda jehanamu katika hukumu ya milele. Kwa hiyo ili ushinde nguvu za giza zinazoshambulia maisha yako, fanya toba. Geuka, acha lolote chochote kisomumpa Mungu utukufu, acha. Kiitwacho dhambi, acha. Na usisubiri mpaka mchungaji apate ufunuo ama mtu fulani apate ufunuo kukuambia wewe mbona uko 1 2 3. Madam unajua ninachokifanya sio, acha. Tunafanya dhambi, anajikaza, anasema kujikaza kisabuni. Ndio maana watu wanaisha kiroho, anaisha hatua kwa hatua, anaisha. Alikuwa na huduma inakwisha, mpaka hata dalili ya huduma inakwisha. Anabakiza tu maneno na uzoefu, uwezo wa kuongea, uwezo wa kuvaa, uwezo wa kutembea, lakini ile halisi ya ndani haipo. Ili ushinde nguvu za giza zinazoshambulia maisha yako, fanya toba. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza fungu la 9. Kwanza wa Yohana
Fungu la kwanza mstari wa 9 unasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu, hata atusafishe dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote. Yeye ni wa haki. Fanya toba mamangu, fanya toba. Unaishije uliyeko kwenye ndoa? Unaishije kwenye ndoa yako? Unaishije mwanandoa baba? Unaishije mzazi na watoto? Unaishije kwenye familia? Wewe ndio unayejua. Katika Mithali anasema, aonywaye mara nyingi akishupaza shingo lake atavunjika ghafla, wala hatapata nini? Dawa. Sasa singependa uvunjike ufe kiroho, hapana. Fanya toba. Matendo ya Mitume 3:19, na Yesu mwenyewe injili yake ya kwanza ameanza kuhubiri katika Mathayo 4:17. Anasema wakati wa Yesu akaanza kuhubiri akisema, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Kurudi kwa Yesu kumekaribia. Dalili za kurudi kwake tayari zimekamilika. Kinachosubiriwa ni tukio moja tu la atokee kuja kulichukua kanisa lake. Lakini kanisa sio kama hivi tulivyokutanika. Kanisa ni mtu mmoja aliyechaguliwa, aliyekubali kutolewa katika uharibifu, akakiri kwa kinywa, akaamini moyoni, damu ya Yesu ikamwosha, ikamtakasa. Huyo ndio kanisa. Kwa hiyo mbinguni hatuendi tu kama kusanyiko tu kama hivi tulivyo, hapana. Hata akija leo, hata akitokea sasa hivi, anachagua waliofanya toba. Wanaogoma kufanya toba, maana yake wale ni wakaidi, wale ni jeuri, wale wana kiburi, na kiburi hutangulia maanguko. Kwa hiyo hata akitokea sasa, ni maombi yangu wote tuende mbinguni, ni shauku yangu, ni nia yangu wote tuende mbinguni, asipotee hata mmoja. Lakini yeye ana kipimo cha kweli na haki. Ataangalia kwenye darubini yake ya damu yake ambayo inasafisha, inatakasa. Umetakasika? Umefaa kuingia mbinguni? Ama umefaa tu kuomba kwenye kundi kama hivi? Au umefaa kupendeza tu kwa mume wako? Au umefaa kupendeza tu kwa mke wako? Au umefaa kupendeza tu kwa wazazi wako? Au umefaa kupendeza kwa watoto wako? Au umefaa tu kupendeza ndani ya kusanyiko, mchungaji akuone kwamba na wewe umo, mchungaji akujue, ili hata hesabu kwenye kitabu cha mahudhurio iandikwe, tulikuwa watu 300, tulikuwa watu 500. Hiyo ni taratibu za kanisa la mahali pamoja. Lakini kuna kipimo cha utakatifu kitachopelekea wewe kukubalika. Moja, lazima ufanye toba. Fanya toba. Toba ni haki yako. Umeanguka ni kweli, umeteleza, umevunjika ni kweli, lakini fanya toba. Toba ni haki yako. Tuko pamoja tumisha Mungu. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza fungu la 15 ni neno la kuaminiwa, tena nastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Haleluya. Sasa wa kwanza wao kuwa mimi, lazima ufanye toba. Fanya toba. Acha kwenda na mbwembwe za wahubiri wa leo. Mahubiri mengi ya leo imekuwa ni uponyaji wa mwili na kubarikiwa kimwili, lakini uponyaji wa roho na maandalizi ya maisha ya milele mbinguni leo hayapo. Na kama mtu anahubiri habari za uponyaji wa mwili, na hata mimi uponyaji wa mwili nahubiri, na naomba na ufunguliwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Na ufunguliwe kwa jina la Yesu. Wakati jana nahubiri redioni, siri inaingia na message inaingia kwamba nashukuru Mungu, nimepona, nimefunguliwa.
nahubiri habari ya uponyaji, lazima nihubiri. Baraka lazima niombee. Lakini kabla ya hivyo lazima nidili na roho yako kwanza, maana haya mengine ni ya temporary, ni ya mwili, yapo na yana mwisho wake, lakini roho yako wewe, roho yako inahitajika katika milele kule mbinguni. Roho yako na dili na roho yako. Na hata shetani analeta injili za bla bla ili kwamba lengo lake aikamate roho yako, akuangamize roho yako. Mimi naanza na yeye ambaye amekamata roho yako, huyo nashughulika naye. Shetani nashughulika naye na lazima akuachie. Ni hivi, hiyo anataka ama hataki, mimi ni madhabahu ya Mungu, mimi ni mjumbe wa kazi ya Mungu, lazima akuachie. Uliyemo ndani ya kanisa hili ambaye ni mshirika wa AGGCI kwa mchungaji Ngai, yani lazima tu, shetani anataka ama hataki, lazima akuachie, lazima akuachie. Bwana aliyenipaka mafuta amenituma kuziagiza hizo nguvu za giza zikuachie, hayo majini ya kuachie, hiyo mizimu ikuachie, na hata magonjwa yasiyo na kinga, tiba wala chanjo ya kuachie kwa jina la Yesu. Hivi ndio naagiza, hivi ndio naamuru ya kuachie kwa jina la Yesu Kristo. Na adui zako wamekuwa adui za Bwana, waliochimba mashimo watumbukie wao. Bwana akuinue, Bwana akuinue, Bwana akupe kushinda katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi umecheleweshwa, haijalishi umecheleweshwa na vile vinikingano, nasema ni swala la muda tu, ni swala la muda tu. Na shetani ana mwanzo, ana mwisho, lakini Yehova Shama, yeye hana mwanzo, hana mwisho. Usiku na mchana kwake ni sawa sawa, na watu wote ni wa kwake, na wanaomtii na wanaomwamini hana budi kubarikiwa. Na wewe uwe baraka, wewe uwe baraka machoni pa Bwana, na wale wakuonao na wakusikia pia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina neno, jina Bwana libarikiwe, maana hakuna unabii wa kweli usiotoka katika neno, na unabii lazima tuupime katika neno. Kitachobadilisha maisha yako sio unabii, kitachobadilisha maisha yako sio kingine chochote, bali ni neno, naye neno akakaa kwetu, akafanyika mwili, naye neno akakaa kwetu, na leo huyo neno yuko kwetu, na huyu neno ndio neno lake analeta kwako, ya kwamba wewe upewe kushinda. Lakini hatua ya kushinda ni kufanya toba. Kanisa, haleluya. Ni katika neno Bwana amenipa upanga, Bwana amenipa nyundo ya kuvunja mawe yote, kusambaratisha ngome za adui. Hata hivi ninapohubiri, ngome za adui zianze kuvunjwa na kusambaratika kwa jina la Nazareti, Yesu Kristo aliye hai. Semeni amina, semeni amina. Ninasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye huyo, haleluya, huyo neno ndiye niliye naye hapa leo, ndiye naleta habari zake. Huyo neno aliyesema iwe nuru ikawa, ndiye ambaye nasema habari zake. Yu ndani yangu, amenitia mafuta kuleta neno ambalo nikilitamka kwako ukiamini. Maana tunaambiwa ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa na kuamini utaokoka. Hivyo hata sasa ukiamini hili neno unafunguliwa. Nasema kwako aliyesema uwe nuru, nasema uwe mzima kwa jina la Yesu, nasema uwe mzima kwa jina la Yesu, nasema ubarikiwe kwa jina la Yesu, nasema uinuliwe kwa jina la Yesu. Waliokufunga hizo kamba na kufungua kwa jina la Yesu, maana yeye Yesu Kristo akawaambia wale thenashara, Lazaro amefungwa sanda. Alipomwita toka nje, Lazaro akatoka. Yesu akawaambia wale wanafunzi, ufungueni. Kazi yangu ni kukufungua.
mwito ni wa Kristo, ameshakuita katika wokovu, lakini shida bado kuna visanda, bado kuna leso umefungwa. Kazi yangu amenipa kukufungua, na kwa neno hili funguliwa. Roho yako ifunguliwe, nafsi yako ifunguliwe, ndoa yako ifunguliwe, biashara yako ifunguliwe, maisha yako yafunguliwe. Nasema funguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina, sema amina. Msingi hayo yote fanya toba. Twende namba 3, njia za ushindi dhidi ya nguvu za giza. Dhidi ya nguvu za giza, fanya maombi, tena maombi ya kufunga, tena maombi ya kufunga. Funga, wala usisubiri maombi yanayotangazwa na wazee wa kanisa hapa kwamba Ijumaa toka kwenye maombi, kwamba Ijumaa toka kwenye mkesha. Achana nayo. Wakikuongezea jina la Bwana libarikiwe, wanasema kama kumpiga teke nini sura umemwongezea nini mwendo. Wewe funga, weka ratiba, tengeneza, kuwa na mahusiano na Mungu wa mbinguni. Funga, omba, ingia ndani ya kanisa hapa, kesha omba kwa ajili yako binafsi, kwa ajili ya familia yako. Acha kujihurumia, acha kujihurumia. Mwili huu tulionao ni nyumba ya temporary, tunaishi kwenye nyumba ya temporary. Leo tupo, kesho hatupo. Mwili utalala, kamili utalala, lakini roho yako inahitajika kwenye uzima, kwenye makao ya Mungu kule mbinguni. Sasa tengeneza uhusiano wako na Mungu. Funga, omba, dumu katika maombi. Hata kama kuna taarifa mbaya ya kwamba wewe hautaweza, ya kwamba wewe hautasogea, ya kwamba wewe hautainuka, ni taarifa zao. Wamesema wao, hajasema yeye aliyekuumba. Yeye aliyekuumba anasema anakupenda. Yeye aliyekuumba anasema nitakuokoa. Yeye aliyekuumba anasema nitakuponya. Yeye aliyekuumba anasema nitakubariki. Yeye aliyekuumba anasema nayajua mawazo nayowazia. 29:11 Yeremia anasema nayajua mawazo nayowazia ni mawazo ya amani, ili kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Achana na taarifa za madaktari, achana na taarifa za waganga kienyeji. Wamesema ni kweli, madaktari wamepima kwenye microscope zao, wameona, wamepima kwenye vipimo vyote, wamepima vile vipimo vikubwa vya madaktari. Kinaitwa kipimo gani kile kikubwa? CT scan. Wamepima CT scan, imeenda kuskani mpaka mifupa, imeskani mpaka tishu za ubongo, imeskani sawa, na wanakuletea taarifa kwamba moyo wako unapanuka, kwamba moyo wako unatumbu, kwamba damu yako imechafuka, kwamba inakuwaje. Wanaleta taarifa hizo, tunazisikiliza, tunazipokea hivyo, lakini tunaziweka sehemu. Taarifa hizo usiziweke moyoni mwako. Weka taarifa ya neno la Mungu, weka taarifa ya uponyaji, weka taarifa ya baraka, weka taarifa itokayo kwa Mungu mbinguni, inayoletwa na malaika. Hiyo ndio taarifa uweke ndani ya moyo wako. Nami ni mjumbe, Kiebrania mjumbe ni malaika, nami ni malaika ambaye Bwana amenipa neno hili kukuletea ya kwamba wewe ni mshindi, wewe ni mbarikiwa, wewe una nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda. Say haleluya kanisa. Ndio unapiga ramli, wanasema kwenu siku na bibi amefanyaje? Bibi ana kibao chake, mimi kibao changu ni neno, naliweka ndani ya moyo. Biblia inasema Zaburi ya 119 fungu la 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Neno hili lichukue, liweke ndani ya moyo wako. Taarifa za wanadamu achana nazo, zitakupotosha. Taarifa za wanadamu zitakuangusha, na wengi mmeanguka. Ndoa zenu zimevunjika kwa sababu ya taarifa za watu. Unaambiwa kwamba huyu mwanaume anapoenda 1 2 3, huyu mwanamke wewe hautaweza naye. Kwani nisiweza naye? Yuko ambaye alisema si vema mtu akae peke
vyake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Akileta za kuleta, mwambia mzee, uliyeniletea analeta za kuleta, piga pasi huyu, mnyosha akae sawasawa kama nguo iliyonyoshwa, ukivaa mwilini inakushepu vizuri. Mwambia baba, tengeneza huyu haachi mtu hapa, huyu Bwana anatengeneza. Tengeneza. Na leo nasema Bwana kutengeneze, Bwana kutengeneze ili uyafae maisha yako hapa duniani na kisha uzima wa milele. Sema haleluya, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama umekwambia una jambo gani, kwa mfano wapi, Esta sura ya 4 fungu la 16-17, taarifa ilifika mbaya. Wayahudi wanatakiwa kuuawa, waangamizwe duniani kote, wasisikike watu wanaoitwa Wayahudi. Lakini Mordekai na Esta na vijakazi wakaingia kwenye maombi ya siku 3 kavu. Ogopa maombi ya siku 3 kavu, yana matokeo, yana majibu, yana miujiza kwa jina la Yesu Kristo. Nimeshakwambia achana na kelele za watu, wewe fanya toba. Ukimaliza toba, halafu nakagua viriba vya moyo wako, unakuta uko empty, uko tupu. Hakuna chembe za uasi, hakuna chembe za uchawi, hakuna chembe za uzinzi, hakuna chembe za unafiki wala dhambi yoyote ambayo inakuhukumu. Ingia kwenye maombi ya siku 3 kavu. Ingia kwenye maombi ya siku 3 kavu. Mungu atajibu. Mungu ataleta matokeo ya ajabu. Kwa hiyo Esta na wenzako akaingia kwenye maombi. Mungu akaingilia kati ile kesi. Mungu akaingilia kati ile hukumu. Akaingilia kati kupitia maombi ya siku 3 kavu. Bwana akageuza ule mtu uliokuwa umeandaliwa umtundike Mordekai. Mfalme akasema hapana, aliyeandaa huo mti atundikwe yeye na watoto wake, atundikwe yeye. Nami naomba kusema waliokuinukia, wanaotaka mabaya ya kupate, natangaza katika madhabahu ya Bwana, hayatakupata wewe. Yawapate adui zako kwa jina la Yesu Kristo, bali uwe salama. Ndicho ambacho Mungu ameniweka katika madhabahu hii. Nitangaze usalama kwa wanangu, natangaza usalama kwa LGGCI Galilaya na Katundu Geita. Natangaza usalama LGGCI kanda ya Ziwa Magharibi, LGGCI kanda zote 8, LGGCI kitaifa na kimataifa. Natangaza usalama. Kanisa liendelee kukua, kuchanua na kuongezeka, liwe baraka hata katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viunga vyake, na utukufu mbele za Mungu wa mbinguni. Natangaza usalama. Kanisa, haleluya. Tuwe sababu ya kanisa kwa salama, tuwe sababu ya taifa kwa salama. Kama ni amani, ianze na sisi. Hatuwezi kuhubiri amani kama sisi hatujaisimamia. Lazima amani ianze na sisi. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Acha kuweka vidukuduku ndani ya moyo. Ulikosewa ni kweli, uliumizwa ni kweli, achilia. Haujaanza wewe kukosewa, hata Yesu Kristo alikosewa, hata Yesu Kristo aliumizwa. Haitoshi, wakamuua, wakamtundika pale msalabani. Hata mitume wengine waliuawa kinyama. Moja miongoni wale thenashara alifungwa kwenye gari na kukokotwa na wanyama. Wakati amefungwa namna Mariko, wakaanza kumburuta katika njia za Yerusalemu, wanamburuta. Akaanza kunyofoka kipande kimoja cha mwili baada ya kingine, ananyofoka hivi. Aliisha hivyo, alikufa hivyo. Je, huyo hakuumizwa? Je, huyo hakuwa na ndugu? Alikuwa na ndugu, alikuwa na wazazi, alikuwa na ukoo. Waliumiaje? Yalifika hayo yote. Asili yake ni katika ulimwengu wa roho wa giza, ambayo nasema leo tujifunze njia za ushindi dhidi ya nguvu za giza. Ukishaumizwa unashikilia hata lini?
njia zenu za imani kwenda kumwona Mungu wa mbinguni. Mungu mwenyewe alikwazwa na Waisraeli. Mungu anamwambia Musa, Musa, hivi vitu vyako hivi mimi navifuta, mbona vina ukaidi, na viondoa. Musa akaingilia kati, anasema, Baba, ulioniita, ulionituma, ukiwaangamiza watasema aliwatoa kule ili aje wafutilie wapi? Jangwani. Hapana, mzee wa siku, usifanye hivyo. Mungu ni mzuri, anasikiliza, anaelewa. Akamkubalia Musa, ndiposa akarehemu Israeli, wakaendelea. Nami na mshawishi Mungu mfano leo akurehemu, akusamehe tu. Umefanya makosa gani? Akusamehe tu. Umeanguka mara ngapi? Akusamehe tu. Bwana akurehemu, ili tuanze moja hata tuingie nchi ya ahadi, nchi ya ushindi, nchi ya baraka. Semeni haleluya! Kwa hiyo hata kitaifa na kimataifa tuhubiri injili ya amani, kwa kuanzia sisi kuachilia katika vibao vya mioyo yetu pale penye tumekosewa. Haleluya! Hata kama Mungu alikosewa akaombwa akaachilia, wewe ni nani usiachilie? Ninahubiri habari ya amani, wote tuwe na amani na wote tuwe na msamaha. Situseme amina. Hakikisha unaomba. Hiyo ni njia ya ushindi dhidi ya nguvu za giza. Lakini tumia neno la Mungu. Katika kitabu cha Wakolosai, sijaandika hapo, Wakolosai 3:16 anasema, neno la Kristo nalijae kwa wingi. Uwe na neno, uwe mtu wa neno, soma neno, hudhuria ibada, sikiliza mahubiri kama haya, mahubiri yasiyo na chenga. Kama ni TV inaonyesha wazi live, bila myumbo, bila mchele. Hii ndiyo injili ya kukusaidia ili upatane na Muumba wako. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha neno la Kristo limekaa kwa wingi ndani yako. Uwe na neno. Tatizo leo, watu wana maneno, wamejawa na maneno. Watu ni watafiti wa mambo mabaya. Tafiti mambo mazuri, nenda na mazuri, utakuwa na mazuri na utamwona Mungu wa mbinguni. Kanisa, haleluya! Watu leo wana maneno, wamejawa na manunguniko kwa sababu ya maneno ya watu. Nisikilize mimi kama baba yako, kama nabii wa Bwana kwa ajili yako, kama mtume niliyetumwa kukuhabarisha habari njema, njia ya ushindi dhidi ya nguvu za giza. Tumia neno la kweli, ikiri imani na kukataa ushawishi wa nguvu za giza. Yakobo 4:7, basi mtiini Mungu, pingeni shetani na atawakimbia. Ikiri imani ya kweli, hata ukiwa katika mazingira magumu, hata ukiwa katika hali tete, hali mbaya, wewe kiri ushindi. Mwambie, hata sasa Mungu ni Ebeneza, ninavuka. Hata sasa mimi ni mshindi, na zaidi ya kushinda katika Yesu Kristo. Kanisa, haleluya! Kiri ushindi. Lakini namba 6, ishi maisha ya utakatifu. Petro wa kwanza sura ya kwanza fungu la 15 na Walawi 11:44. Ishi maisha ya utakatifu, ikatae dhambi. Kuishi bila dhambi inawezekana. Kuishi bila uzinzi inawezekana. Kuishi bila uchawi inawezekana. Kuishi bila tunguri inawezekana. Bwana nakusaidie. Kanisa, haleluya! Moja ya maeneo ya vitu vinaweza kutumiwa na adui. Moja maeneo au vitu vinaweza kutumiwa na adui ili kukushinda, ili kukufunga, ni pamoja na hivi: zawadi. Be careful about zawadi. Kila kinachotolewa kwako ni salama. Ukikishika, kitakase kwa damu ya Yesu. Haleluya! Watasubiri, watangoja mabaya yakupate, yanawapata wao. Wewe unasonga mbele, umekula sumu, unaendelea kunawili, unaendelea kunenepa, kitambi kinaongezeka. Na sasa nenepa, pokea amani kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Vyakula vinaweza kwa sababu hirizi, chale, na wote mliochanjwa chale,
na kuvalishwa hirizi ni maeneo ambavyo hivyo vinaweza vikawa antena ya kuvuta nguvu za giza na kukushambulia. Kwa jina la Yesu, kila chale kwenye mwili wako, kila hirizi ambayo ulivalishwa, na iondoa leo nguvu yake, na iondoa leo kwa jina la Yesu Kristo. Tumia damu ya Yesu Kristo kuwaharibia mipango yao, kuharibia skati zao. Tumia damu ya Yesu Kristo kwenye chakula mezani. Usione tu kwamba ni hizi, wengine huwa ni maadui, wengine huwa ni mawakala. Sikuogopeshi, ila nakupa matumaini. Tumia damu ya Yesu Kristo, tumia jina la Yesu Kristo, wewe utashinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Semeni amina. Ni maombi yangu wale wote wanaokuinda katika mabaya kwa ulinzi wa kimungu, leo ninahubiri injili, wakamatwe, 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 wawekwe hadharani, wakamatwe kwa jina la Yesu. Semeni amina. Ninasema sasa, mchungaji unasema wakamatwe. Je, kama ni mama yangu akamatwe? Mchungaji wewe unasema tu. Je, kama ni mke wangu akamatwe? Kamatwe. Mchungaji, uchungu wa mwana haujuae mzazi. Je, kama ni mtoto wangu akamatwe? Tena sio kukamatwa tu, apigwe. Hivi mchungaji, una Roho Mtakatifu kweli? Yaani ninaye mwenyewe kabisa na uzuri wake na wema wake. Mungu anahitaji kanisa liwe salama, kanisa liwe salama. Wewe ndiye kanisa ambaye Mungu anataka uwe salama, uwe salama. Na ninahubiri habari ya ushindi dhidi ya nguvu za giza, uwe salama. Bwana Yesu asifiwe. Dalili za mtu anayeshambuliwa na nguvu za giza. Dalili za mtu anayeshambuliwa na nguvu za giza, moja, ziko nyingi, lakini moja wapo, anakuwa na hasira. Anakuwa na hasira. Ukiamka asubuhi umekasirika tu, uliyegombana naye, uliyejibishana naye hayupo, ila tu una hasira, una hasira. Hata watoto akikusalimia, baba, nendeni kwa mama yenu huko, achaneni na mimi. Mama, tokeni hapa. Mama nini hivi? Yaani ni mkali. Kaka, dada, wewe tuheshimiane. Hey. Yaani ni mkali. Na umekasirika tu. Kama uko kwenye ndoa, mume wako akisalimia, mama nani? Mama nani? Naogopa kusema jina. Si mchungaji, mbona ananisema mimi? Mama Msusa. Mama Msusa, habari za asubuhi. Nzuri. Hiyo ni salamu ya kumwitikia mwenzi wako. Amekasirika. Mama Msusa amekasirika. Baba Msusa, hali ni mbaya. Baba Msusa, Bwana asifiwe. Niacha bwana, mimi na mawazo yangu. Hasira, ujue una shambulizi la nguvu za giza. Leo ufunguliwe kwa jina la Yesu. Lakini dalili nyingine, ugomvi wa mara kwa mara. Ugomvi wa mara kwa mara usioisha. Yaani wewe ni mgomvi. Nyumbani wanakujua. Ukiingia tu, baba, hali ni mbaya, familia inatekewa. Wako tayari walazimike kwenda kulala. Nye watoto amli, kichwa kinauma. Amefika mgomvi. Maana hamtalala sama, lazima wakongoli. Ugomvi. Sio dalili za kushambuliwa na nguvu za giza. Magonjwa ya kujirudia. Umeshatibiwa lakini hali inarudi ile. Hayo ni mashambulizi dhidi ya nguvu za giza. Leo ninapoongea hivi, kwa neno la Kristo ufunguliwe, kwa neno la Bwana ufunguliwe, katika Roho Mtakatifu ufunguliwe kwa jina la Yesu. Dalili nyingine, kuchukiwa. Watu wanakuchukia tu. Kiangalia ni sababu haipo, lakini wanakuchukia tu. Shati inatobolewa, kwenye mbavu inatobolewa, uvae. Hilo ni shambulizi la nguvu za giza. Kupotelewa na nguo hizo. Wengine unapoteza leso ya namna hii. Uwezi ukaitumia mwezi mzima, miezi miwili. Sema kweli, leso ya jasho lako imeenda wapi?
leso za mwezi juzi hauna. Uliifua ama hujaifua, lakini uliweka ndani tena chumbani. Na watoto hawana tabia ya kuchezea leso, lakini hauna. Ilienda wapi? Soksi za mguuni unakuta imeshabaki moja, soksi imebaki moja, nyekundu na nyeusi. Asa ufanyeje? Inabidi tu uvae hivyo. Na hizi suruali kwa wanaume zinaficha. Hata sasa tukaanza kufunua mguu mmoja baada ya mwingine, na utakuta vituko. Suruali, soksi nyingine ya blue, ingine ya kijivu, lakini suruali zimeficha. Vijana leo kulikoni kuingia kwenye agenda kama hii, wanasema tu bora nivae kiatu bila soksi ijulikane moja. Wengi hata soksi zenu zimepotea. Kumuuliza mama, soksi zangu, madam mama huwa havai soksi. Mama anatupia tu miguu yake kwenye ndala, anaondoka. Sasa kuja kumuuliza na kumuandama mama soksi ziko wapi? Lakini hayo yanatendeka kwenye familia. Kwa hiyo tunashukulia kama ni jambo la kawaida. Nimepotea bwana, sio nimeweka wapi? Unaenda unanunua zingine. Miguu yako inachukuliwa, hatua zako zinachukuliwa katika ulimwengu wa roho wa giza. Jasho lako linachukuliwa. Maisha yako ya ndani yanachukuliwa kupitia nguo za ndani, kupitia vitambaa vya hedhi na kadhalika. Leo unaweza ukaona tu ni jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida. Leo nahubiri kila walichokichukua wakakipeleka mapangoni, wakakipeleka kwenye mashimo, wakakipeleka makaburini. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, haki zako zirejeshwe, haki zako, uzima wako, baraka zako zirejeshwe, jasho lako lirejeshwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Imeandikwa, amemeza mali nyingi lakini hatazitapika. Kwa neno la Bwana na watapisha leo, watapike afya yako, waitapike baraka zako, wazitapike ndoa yako, waitapike kwa jina la Yesu. Afya yako waiachie. Naongea katika dalili za Roho Mtakatifu, nasema ufunguliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kutomenunua vyombo vya ndani, weka kabatini, weka maeneo mazuri. Hili vinaweza kuondoka tu. Hili vinapotea. Havijavunjika, haujaazimisha mtu, lakini vinapotea tu. Vyombo vinapotea. Haujawahi kukutana na janga la namna hiyo? Sufuria inapotea tu, sufuria kubwa. Ina miguu ya kutembea. Imeenda wapi? Sufuria inapotea. Vikombe vinapotea. Vijiko ndio acha kusema. Mabinti wa kazi mpaka wanakatwa mshahara. Vikombe vimeenda wapi? Wewe unapaswa hana. Katika ulimwengu wa roho kuna agenda siri. Kuna agenda siri. Maisha ya nyumba yameibiwa hivyo. Lakini leo ni sherehe. Tumfurahie Mungu kuturejeshea haki zetu. Tumfurahie Mungu kuturejeshea hazina zetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa leo, Mungu wetu apewe sifa. Kanisa, Mungu wetu apewe sifa. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe tena. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe tena. Mungu arejeshe yaliyo haki yako. Mungu arejeshe matumaini yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naomba ufungue kitabu cha Warumi ile sura ya 8, somo la mstari wa 37. Hivi ndio tunamalizia. Kuna neno hapa nataka niseme kwako ambalo Mungu amenipa. Oh, haleluya. Warumi 8:37, msomaji. Chap. Warumi sura 8 mstari wa 37. Lakini katika mambo haya yote tunashinda. Lakini katika mambo hayo yote. Haleluya. Lakini katika mambo hayo yote. Yapi? Vile walivyokushambulia, vile walivyokuandama, vile walivyokuharibia, wala kwamba vita yako imekuwa kali, vita yako imekuwa kubwa, umechukiwa, umekataliwa, umeibiwa, umeharibiwa, afya yako ni mgogoro. Lakini katika mambo hayo yote
tunafanyaje? Tunashinda. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa yeye aliyetupenda, Yesu Kristo. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Kushinda na zaidi ya kushinda, maana yake tunashinda siku zote. Tunashinda siku zote. Ushindi wetu ni wa daima. Haleluya. Ushindi wetu sio siku moja, ni wa daima. Wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi. Hii ni kauli mbiu. Wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi. Wewe ni mbarikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo utatembea kama wabarikiwa. Haleluya. Utavaa kama wabarikiwa. Haleluya. Utalala kama wabarikiwa. Hautalala usingizi wa mang'amung'amu. Yeye Bwana wa mbingu na nchi atawaagiza malaika, watakulinda, watakupigania. Kanisa nasema haleluya. Haleluya. Utakuwa kamili njia zako, Bwana na akukamilishe. Narudia tena kusema, wewe ni mshindi, wewe ni mbarikiwa. Pokea. Wewe ni mshindi, wewe ni mbarikiwa. Pokea. Wewe ni mshindi, wewe ni mbarikiwa. Haleluya. Mwingine anaanza kujipima hivi, unajua mimi nimekomea form 4. Unajua mimi nimekomea tu form 6, sikuweza kuendelea. Unajua nilikosa mkopo. Sikiliza, Mungu sio wa mkopo. Mungu sio wa form 4. Mungu sio university. Mungu ni wa wote wenye mwili. Mungu ni wa watakatifu. Mungu ni wanaolikiri jina lake, wanaoliamini, wanaamini uwezo wake, wanaamini uwezo. Hata sasa amini tu. Hata sasa amini tu. Hata sasa amini tu. Nilihubiri jana kwenye redio. Yesu akamwambia Yairo, usiogope, amini tu. Usiogope, amini tu. Wakati ule nyumbani ameshaambiwa mwanao ameshakufa. Na alikuwa ni binti pekee. Taarifa zinakuja kwamba binti yako ameshakufa. Binti wa miaka 12, ambapo huyu mkuu wa sinagogi ni mzee sasa. Mtoto ni yule mmoja. Amemfuata Yesu kwamba twende umponye mwanangu, uweke mikono. Wanaanza kwenda na mai njiani. Yesu anakutana na yule mwanamke aliyekuwa na msiba miaka 12, ametoka damu. Wakati haya yakiendelea, wanamaliza ili waweze kuondoka. Wakafika watu kutoka nyumbani, wataabishaji, wakatisha tamaa, wavunja moyo. Wakamwambia mkuu, wala usimsumbue mwalimu, mtoto wako ameshakufa na hivi kuna msiba unaendelea, kuna maombolezo yanaendelea. Yesu aliposikia hilo, akaona maumivu ya Yairo katika mashambulizi dhidi ya nguvu za giza. Usishangae hata walioleta taarifa hiyo ndio waliosababisha huyo mtoto kufa, ndio waliosababisha. Lakini kiherehere wakaleta taarifa, wanajipendekeza. Wako watu viherehere wakuleta taarifa bila kutumwa, wakuleta ujumbe bila kutumwa, wakaleta taarifa. Nafikiri Yairo alijisikiaje? Mwana pekee miaka 12 ameshakufa. Ndiye aliyeamini kwamba atakuwa msaada, atakuwa daraja langu. Leo mtoto anaharibika, anakuwa tu chokoraa. Mtoto anakuwa malaya. Hivyo wengi mnavyoumia kusikia biashara imekufa, ndivyo unavyosikia vibaya, unaumia moyoni unavyosikia mume wako amekuwa na kimada. Ndivyo unavyoumia unavyoona watoto wako wamefeli, unavyoona biashara yako imekufa, unavyoona hauendelei, unaumia. Yesu akamwambia Yairo, usiogope, amini tu. Leo ni sherehe, ni furaha ya kurudishiwa kilicho chako, ni furaha. Naomba urudishiwe, afya yako irudishwe, amani yako irudishwe, baraka zako zirudishwe, mali zako zirudishwe kwa jina la Yesu. Pokeeni kwa jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Maana ushindi wetu ni siku zote. Ushindi wetu ni kudumu. Na ni mapenzi ya Mungu kuwa watu wake wanaomwamini na kumtii.
ninategemea wawe na ushindi kila siku katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Katika waraka wa kwanza Yohana, katika Yakobo 1:18. Yakobo 1:18. Kwa kupenda kwake alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kwa kupenda kwake alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kwa ajili ya muda mwanangu unaweza kutumia. Kila anayemkiri, sikiliza sentence, kila anayemkiri Yesu Kristo, huyo ametokana na mbegu ya ushindi. Sikiliza sentence. Kila anayemkiri Yesu Kristo, huyo ametokana na mbegu ya ushindi. Na mbegu ya ushindi lazima izae mshindi. Oh, haleluya. Na mbegu ya ushindi lazima izae mshindi. Narudia, mbegu ya ushindi lazima izae mshindi. Neno la Mungu ni mbegu ya ushindi. Kwa anayelisikia, kwa anayeamini, lazima apokee kushinda. Lazima apokee kushinda. Na hata sasa nasema apokea kushinda. Neno la Mungu ni mbegu ya ushindi. Mafundisho halisi kwa watu halisi yataleta ushindi halisi unaoitwa ushindi wa kimungu. Naomba upewe kushinda. Kristo, naomba upewe kushinda. Haijalishi adui zako ni wangapi, ni wengi kuliko nywele za kichwa chako, lakini Mungu wa mbinguni ambaye ametunza uhai wako hata dakika hii, waliotaka kukufanya uwe msukule unaotembea barabarani, wao ndio watafanywa hayo, lakini wewe utaendelea kubunda ukishuhudia matendo ya Mungu. Kanisa, amini hayo kwa jina la Yesu. Kwako amini hivyo kwa jina la Yesu. Wewe ni mshindi na hautashindwa kame. Na ijulikane kama upo Mungu wa Eliya, na ijulikane kama upo Mungu, na ijulikane kama upo na ijulikane kama upo Mungu, na ijulikane katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila aina ya kifungo, kila aina ya kamba za kuzimu, kila aina ya magonjwa yanayoitwa magonjwa sugu yasiyo na kinga, tiba wala chanjo, leo ni mwisho kwa jina la Yesu. 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 Hili ni tangazo la mwisho kwa jina la Yesu. Wewe liamini neno, wewe likubali neno, lipokee neno, niumbe uzima ndani yako. Leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Waliokuloga leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Waliokuchimbia mashimo leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Mahubiri leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Natangaza na nahubiri njia ya ushindi dhidi ya nguvu za giza. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Adui zako uliowaona, Mungu anamwambia Musa awaambie zile kwamba hawa Wafilisti mnawaona hamtaona tena. Nami natangaza hawa adui zako hutawaona tena. Kwa jina la Yesu Kristo hautaona tena. Naagiza na tamka kwa shauri la Bwana, hautaona tena. Mambo walizokufunga na kufungua hautaona tena. Waliokuloga na kulogoa hautaona tena. Waliokuchezea hatakuchezea tena. Hautaona tena kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kila aina ya kifungo kilichonifunga maisha yangu, roho yangu, nafsi yangu, hicho kifungo kiniachie kwa jina la Yesu. Wewe pepo, wewe shetani, wewe mzimu, wewe laana, wewe balaa, wewe mikosi, achia roho yangu, achia nafsi yangu, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia akili yangu, achia damu yangu, achia mifupa, achia kizazi, kwa jina la Yesu. Ninakataa nguvu za giza, vifungo vyote
viniachie, viniachie, viniachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kusema kwa jina la Yesu. Naiona nguvu inashuka kama upepo wa kisulisuli, naiona nguvu inashuka kama upepo